Bismillahirrahmanirrahim. Karibu katika simulizi za mafunzo za visa vya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zenye mafunzo ya ajabu na mifano mbalimbali. Pati ya pili, msimamo wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu pamoja na Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Baadhi ya watu hudhani kimakosa kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa tajiri kwa sababu alirithi mali kutoka kwa baba yake au mama yake, lakini jambo hili si sahihi. Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa mfanya biashara mwaminifu, na Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia utajiri mpaka mali yake ikafikia dirham 40,000. Alikuwa mtu mwenye familia kubwa aliyokuwa akigharamia. Alikuwa akiwatunza watu wa nyumbani kwake. Baba yake ambaye alipofikwa na upofu mwishoni mwa maisha yake, mama yake ambaye hakuweza tena kufanya kazi, na pia ndugu zake wadogo. Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma nabii wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa Uislamu. Da'wa ilibaki ya siri kwa muda wa miaka 3 kamili. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamuamuru nabii wake atangaze wito wake kwa watu wote. Tangu wakati huo washirikina walianza kuufanyia Uislamu na Waislamu wadui. Waliwatesa wanyonge na wakapambana na matajiri waliokuwa wameingia katika Uislamu. Hata wageni waliokuwa wakija Maka walikuwa wakisikia vilio na maumivu ya Waislamu waliokuwa wakiteswa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiallahu anhu alimwona kwa macho yake mwenyewe Bilal akiteswa. Bilal radhiallahu anhu alikuwa mtumwa wa Mhabeshi wa mmoja wa makafiri aliyeitwa Umayya bin Khalaf. Bilal radhiallahu anhu alikuwa akivuliwa nguo na kulazwa juu ya mchanga wa moto wa Makka. Kisha jiwe kubwa likawekwa juu ya kifua au tumbo lake. Pia alikuwa akifungwa kwa kamba na kuvutwa na watoto wa Makka huku wakimdhihaki. Licha ya mateso yote hayo, Bilal radhiallahu anhu alikuwa akiendelea kurudia maneno yake maarufu na ya milele, ahadun ahadun, mmoja mmoja, yani Mwenyezi Mungu ni mmoja. Abu Bakar radhiallahu anhu aliposikia na kuona hali hiyo aliguswa sana. Akaenda nyumbani kwake, akachukua mali, kisha akaelekea kwa yule aliyekuwa akimmiliki Bilal radhiallahu anhu. Abu Bakar radhiallahu anhu aliguswa sana na mateso ya Bilal. Akaenda nyumbani kwake, akachukua mali, kisha akaenda kwa Umayya bin Khalaf na kumwambia, bi'ni Bilalan, niuzie Bilal. Umayya akasema, abi'uhu bi 5 awaqim min adh-dhahab, nitamuuza kwa vipande 5 vya dhahabu. Basi Abu Bakar radhiallahu anhu akamnunua. Umayya akasema, law dafa'ta wahidatan faqat lakuntu radhitu, lau ungeleta kipande kimoja tu cha dhahabu ningekubali. Abu Bakar radhiallahu anhu akajibu,
lau talabta anta 100 awqiyatin la a'taituk, na lau ungeomba vipande 100 vya dhahabu ningekupa. Hivyo ndivyo Abu Bakar radhiallahu anhu alivyokuwa akiona mali yake. Alikuwa akiamini kwamba mali yake ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwafanyia ubakhili Waislamu wa Makka, bali alikuwa akiitumia kuwaokoa kutokana na mateso ya washirikina. Mpaka mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuhusu Abu Bakar na Bilal radhiallahu anhuma, sayyiduna a'taqa sayyidana, bwana wetu amemwacha huru bwana wetu. Yaani Abu Bakar radhiallahu anhu ambaye ni bwana wetu amemkomboa Bilal ambaye pia ni bwana wetu. Bilal radhiallahu anhu hakuwa mtumwa pekee aliyekomolewa na Abu Bakar. Alikuwa akiwatafuta watumwa waliokuwa wameingia katika Uislamu na kuwanunua kwa mali yake ili awaweke huru. Hata watu wa Maka wakasema, innahu yashtarihim liyadfa'u anhu, hakika yeye anawanunua ili wamlinde na kumsaidia. Ndipo Qur'an ikateremka kumtakasa Abu Bakar radhiallahu anhu kutokana na tuhuma hizo. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuhusu yeye, wasayujannabuha al-atqa, na ataepusha nao yule mcha Mungu zaidi, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ambaye hutoa mali yake ili ajitakase. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, wala hakuna yeyote mwenye neema kwake anayelipwa, illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la, bali anafanya hayo kwa kutafuta radhi za Mola wake aliye juu kabisa. Wala saufa yarudha, na bila shaka ataridhika. Kwa njia hii Waislamu na washirikina wote walijua kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa akitoa mali yake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kutafuta manufaa ya kidunia wala kujifakharisha na kujionyesha mbele ya watu. Na haya ndiyo miongoni mwa sifa za waumini wa kweli, na Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa miongoni mwao.